Welcome to Apple Tree TV. Majina yangu ni Apostle Hosea. Lazima uelewe watu wa maana ndani ya maisha yako. Unapoelewa watu wa maana ndani ya maisha yako, utaenda mbali. Moyo ni mwerevu sana. Moyo unapeleka katika vile Mungu ameumba moyo, ndio unapeleka damu katika viungo vingine vyote. Na ndio moyo unatambua viungo vya maana. Moyo kwanza inajijazia damu. Kisha jijazia damu, moyo inafikiria ni nani wa maana ndani ya maisha yangu. Moyo inatoa hiyo damu inapeleka kwa ubongo. Moyo kisha supply damu kwa ubongo, moyo inaangalia kiungo gani cha maana inapeleka kwa figo. Moyo inaangalia ni nini inapeleka kwa maini. Moyo inaangalia ni nani wa maana tena inapeleka kwa mapavu. Ikisha maliza ndio inapeleka kwa miguu, mikono na vitu kama hivyo. Sababu moyo unajua watu wa maana. Pasipo wao siwezi kufaulu. Pasipo wao siwezi endelea. Pasipo wao siwezi kufanikiwa. Pasipo hao siwezi endelea. So moyo unaelewa kwamba nisipokuwa na akili siwezi kuishi, nitakufa. Pasipokuwa na figo siwezi. Sasa kuna watu unaweza wachukua ni wa maana ndani ya maisha yako na sio wa maana. Sasa unawaacha watu wa maana ndani ya maisha yako, unaenda na vitu zisizo za maana. Ndio maana watu wengi wanafeli. Lazima uelewe watu gani wanakusaidia wewe kufanikiwa. Na wale watu ambao wanakusaidia kufanikiwa ni watu wa maana. Sasa wengine inaweza kuwa sio bwana yako ni wa maana, ama bibi yako, hata wengine sio watoto, wengine sio mama. Ni watu ambao unapata wanafanya ungae. Yaani pasipo wao baba yako hatapata kitu, mama yako hatapata kitu. Ndio ukisoma Kumbukumbu la Torati 8:18 nasema kumbuka Bwana Mungu wako anayekupatia nguvu ya kupata utajiri. Kwa nini? Mungu ni wa maana. Unaweza kuwa uko na bibi lakini Mungu akiondoa hiyo umama ya kupata mali hutapata. Na kama uko na kampuni, lazima ujue kwamba nikiwa na kampuni yangu nimeweka Mungu ya kwanza. Ni watu gani nahitaji? Kwanza unahitaji mtu ambaye ni engineer ama mtu ambaye ni mwenye anakusaidia kutengeneza product. Akisha toka kwa product, unaenda kwa mtu ambaye anaitwa advertise, mtu ambaye anaweza advertise hiyo. Mtu wa tatu ambaye atafikia hapo utapata kwamba ni mtu ambaye ananunua. Na sasa kwa hao watu lazima ujue nikitoka kwa hii nafanya hivi. So watu wengi tumefeli katika maisha kwa sababu wale watu wanatuletea pesa, ama wale watu ambao wanakusaidia wewe kutafuta pesa, wewe ukipata unachukua hiyo pesa ama ile kitu yenye umefanyia unaweka kwa watu ambao hawana maana kwa hiyo kazi, mwisho inakatika na inapotea. Elewa watu wa maana ndani ya maisha yako ndio ufanikiwe. Wengine wanachukua hiyo pesa ya biashara wanaenda kujenga nyumba. Ukishajenga nyumba biashara inarudi chini. Unapata unafeli. Wengine wanachukua pesa unapeleka unanunua gari, unanunulia bibi gari. Hiyo biashara inaanguka kwa sababu ulikuwa unamfanya. Yaani unachukua pesa ukaweka kwa vitu zisizo za maana. Vitu za maana ndio lazima uweke. Ndio maana Kumbukumbu la Torati 8:18 nasema kumbuka Mungu ambaye anakupatia nguvu ya kupata utajiri.